Hili kanisa na watu waliookoka siku nyingi ni wa muhimu sana katika hili darasa, kwa sababu hawa watu wanaishi kwenye mitaa yetu, wanaishi pamoja na sisi, lakini tukiwaacha na kuwaangalia tu, maana yake wanaweza wakapotea. Tuna kundi kubwa sana, lakini kwa leo watahitimishwa walioko hapa mbele. Kwa hiyo ni wengi, na sisi tunahitaji msaada wenu, kwamba mtusaidie kuwafuatilia, lakini kuwaelekeza mambo ya msingi ya usuyo, mambo ya Mungu, kwa sababu bila kushirikiana wanaweza wakapotea. Wakati mwingine wamefundishwa masomo ya msingi ya mwanzo, lakini viko vitu vingi vinavyotakiwa wajifunze. Kwa hiyo hata tabia zenu kanisa, moja ya fundisho ambalo litakusaidia kusimama imara katika wokovu. Kwa hiyo tunategemea kwamba kanisa litaendelea kuwalea baada ya kutoka kwenye mafundisho ya kwanza, lakini kanisa litaendelea kuwalea hata kwa tabia njema na mienendo yenu. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa hayo. Amen. Asante kwa salamu za mwenyekiti. Karibu katibu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana kwa maombi yenu. Leo tunawakabidhi hawa, lakini Mungu awabariki pia. Kwenye wiki la uinjilisti tumepata Wakristo wapya kama 7 hivi au 8. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tuna njia kama hizi za kuwaleta watu kwa Kristo. Mungu awabariki sana mama zetu, mnatuletea watoto madhabahuni, lakini kuna njia pia ya kuwashuhudia watu wazima wenye dini zao huko. Sasa tunahitaji ushirikiano jamani. Bwana asifiwe. Tunahitaji sana ushirikiano, kama tunavyoshirikiana kwa mambo mengine kwenye malezi pia ya huyu Mkristo mpya. Tunahitaji ushirikiano wako. Mwingine anakuwa alikuja hapa kwa sababu ya connection na mtu au rafiki. Wakristo wote wakati tuwe na moyo wa baba, tusiwe na moyo wa kaka wa mwana mpotevu. Unajua baba kishampokea mtu akamsamehe, wewe ni nani? Tunawaleta watu hapa, mzee anawakubali, anawaombea sala ya toba. Sisi huyo akishapokelewa na mchungaji akamuombea na Mungu akamsamehe, sasa wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tuonyeshe ushirikiano sana wa kuwalea hawa watu, na Mungu awabariki sana. Leo hii tunawakabidhi watu kama 10 bila shaka, lakini kati yao mmoja wapo ndio huyo Mariamu Mgudusi. Alifiwa na binti yake, ameenda kwenye mazishi huko Tanga. Mungu awabariki sana. Amina, makofi mengi kwa katibu wetu. Lakini tunaye mwalimu Esther Bwile. Karibu mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimia kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nawapenda. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya darasa zuri na uongofu wapya ambao tunawapokea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Hayo yamekwisha na mengine yanaendelea kutendeka, lakini tumekumbushwa. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kinachofuata ni kuwatambua wanafunzi ambao tunaenda kuwakabidhi, ambao sasa ni washirika. Baadhi yao wamebatizwa na wengine bado kubatizwa tu, lakini tunaenda kuwakabidhi leo ili kuwathamini na kuwatambua kama washirika wenzetu ambao wanaweza kufanya kazi yoyote, kushirikiana na sisi kwa namna yoyote kama washirika. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe sasa wanafunzi. Kwanza kabisa mimi napenda kwamba nimejifunza kumjua Mungu, kukaa jirani na Mungu, kwamba mtu kumbe unapopenda Mungu inabidi uwe msafi, usiwe mwovu, usiwe mchafu. Sio mchafu wa mwili. Wewe utakuwa umeoga lakini mbele za Mungu kumbe ni mchafu. Unaweza kuwa unaomba lakini ni mchafu. Kwa hiyo hilo liangalie sana, naomba Mungu, naomnyenyekea, naomba kusimama. Nikoje? Je, mbele za Mungu ni msafi? Jana nilifanya nini? Kwa hiyo lazima uangalie ni usafi wenyewe na usafi. Nimejifunza hilo. Alafu kingine nimejifunza majaribu ya roho.
Majaribu ya roho ni kama kwa mimi yalikuwa yananitesa. Sijajua wewe, mimi yalikuwa yananitesa. Unapotaka kwenda ibadani, kalo kanagoma, mbona hili hujafanya? Katikati ya wiki, mbona hili hujafanya? Lakini tunaomba waamini, tuombe sana Mungu. Tuombe sana. Wenzetu huko mitaani, inapofika saa 10 au saa 11 huko tulikokuwa, hata mimi nilikuwa huko, tuna ratiba. Sasa saa 10 ikifika nikapata moja. Sasa wewe Kristo saa 10 unaenda wapi? Ukienda huko wanakushangaa, mbona wewe mlokole? Utaenda kujibanza wapi? Utabaki tu nyumbani kweli. Alafu imefika Jumapili unaenda kanisani muda mwingine peke yako. Roho Mungu akufunga mikutumu unaenda peke yako. Umemwacha wapi? Basi naomba uzingatie hili. Ndani yeye katika darasa letu ana mzigo sana wa kuwa mwinjilisti. Nimeona mzigo mnyang'anya maisha hapa. Anaweza kumaliza ibada alafu akatuombea kwa amani ya Bwana. Wainjilisti mjiandae kupokea chombo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Imani Angomisi Mbaga. Namshukuru Mungu sana mbele yenu hapa Kaiba. Moyo wangu una shauku nzuri na una moyo wa tabasamu iliyojaa, yaani nashindwa kuelezea, lakini najua mshukuru Mungu. Nilipokuwa kwenye darasa la wokovu nilijifunza vitu vingi, lakini kitu pekee ambacho naweza kukielezea hapa ni somo la 3 ambalo ni kuhusu maombi. Mimi binafsi naweza nikasema nimetumika kuwa kama shuhuda, ambapo kwenye maisha yangu nilikuwa ni mtu ambaye anasali madhehebu ya Kikatoliki, na nilipokuwa huko nikabiliwa na changamoto mbalimbali za kimaisha, nashindwa namna ya kujikimu, na nikiwa ni mtu ambaye nikiwa naomba kwa ajili ya wenzangu kwa na shida, nilikuwa ni mtu ambaye napigwa mimi pia na umwa kwa namna tofauti sana, na shida na namna ya kujisaidia mimi. Lakini nilipofika kwa madhabahu hii ya Kalvari, nilipoongoza sala ya toba na nilipobatizwa, na nilipofika kwenye darasa la wokovu nikajifunza hili somo, namna ya kuomba na namna ya kufanya namna ya maombi. Najikuta ni mtu ambaye nikiomba naomba kwa namna ya pekee, na Mungu ananiongoza na nikaombea wenzangu wanapona, na mimi pia nakuwa salama. Ndio jambo ninalomshukuru sana Mungu wangu. Sio mengi sana, wanasema MC amalizaje maneno, lakini kwa kuwa namshukuru Mungu kwa kuwa amenipa ibada, naomba nishie hapa, na nishukuru sana kwa niaba ya wenzangu. Nashukuru sana, naomba pia nafasi zetu tunapokuja mbele. Namshukuru Mungu kwa kufika siku ya leo. Tena kutaja misingi 16 ya imani. JG. Namba 1, utukufu wa maandiko. Namba 2, Mungu mmoja aliye hai na kweli. Namba 3, umungu wa Bwana Yesu Kristo. Namba 4, anguko la mwanadamu. Namba 5, wokovu wa mwanadamu unapatikana kwa njia ya toba. Namba 6, maagizo ya kanisa. Namba 7, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Namba 8, ushahidi wa Roho Mtakatifu. Namba 9, utakaso. Namba 10, kanisa. Namba 11, huduma. Namba 12, uponyaji wa Mungu. Namba 13, tumaini lenye baraka. Namba 14, utumwa, utawala wa Kristo miaka 1000. Namba 15, hukumu ya mwisho. Namba 16, mbingu mpya na nchi mpya. Kwa majina naitwa Mary Franki. Nimejifunza mambo mengi katika wokovu wa afya. Namshukuru Mungu. Leo naenda kusema umuhimu wa kumtolea Mungu sadaka. Tunapomtolea Mungu sadaka tunabarikiwa, yaani tunakuza vipaji vyetu. Ndio Mungu anabariki. Tukitoa sadaka tunabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Tutoe sadaka. Maana zamani kabla sijaokoka
kujisikia kutumika katika hizo. Tunaye Mary, yeye anapenda kumwimbia Mungu kupitia kwaya ya CS. Jamani, muda ni mchache. Leo nitakuwa ni wahoji wale ambao tuliwakabidhi. Je, watumishi wetu wanaendelea kutumika huko? Asante. CS, naomba tumpokee, yupo hapa. Lakini tunaye msoma misingi 16. Jamani, ametaja vizuri, na inawezekana tunawashirika hapa bado hatujui misingi 16 ya TAG, lakini kupitia mwanafunzi huyu tumejikumbusha kitu, na pia tuendelee kuifahamu misingi yetu ya imani. Yeye anasema ninatamani sana kuimba wito, yaani nikiwaona wito moyo wangu unafunga. Wito kwaya. Asante. Tunaye hapa mama yetu anaitwa Uzia, mwanamke kijana binti fresh kwa ajili ya shamba la Bwana. Naye pia anasema wito, jamani, wanachanganya akili. Yule niliyewapa anaendelea. Yuko vizuri sana. Makofi mengi kwa wito. Lakini tunaye hapa Mbwaga, kama alivyoelezea kipengele kinachohusu maombi, na akimwomba Mungu anafanya. Yeye anasema natamani sana kuwa mwombaji, lakini pia napenda kupiga vyombo. Sasa sijui wanamuziki nilijua mtabeba juu kijana, tena anabebeka kabisa huyu. Nilijua mtamtaka juu mpige vyombo asishuke kwenye madhabahu hii kuanzia leo. Lakini tunaye Dani, maisha yake anajieleza na kile ambacho ameona badiliko katika maisha yake anataka kufanyia kazi. Anasema mimi sioni kingine zaidi ya uinjilisti. Awe kiongozi wa maisha ya watu wengine. Lakini ameiona tofauti jamani. Asante wainjilisti. Karibu sana Bwana. Yeye ni mtumishi wa Mungu mzuri. Anasema mimi naendelea kutafakari mahali gani nimtumikie Bwana. Ataendelea kuwa mshirika mwaminifu katika ushirika wake. Lakini yuko dada yetu hapa jamani. Yeye amekubali kuwa mshirika mwaminifu, na ataendelea kuambia wapi eneo atumike. Tupe kama mshirika na tupe ushirikiano. Wamesema hapa kwa habari za sadaka. Kuna siku tulikuwa tunawafundisha, haikuwa siku rasmi. Mimi nikawapa somo, nikamaliza, nikamshukuru Mungu. Mwanafunzi akasema, mchungaji, hatujatoa sadaka, mimi nimekuja na sadaka. Akatoa sadaka yake, tukaungana. Ilikuwa wiki ya uinjilisti. Tukachukua ile sadaka tukamkabidhi mkurugenzi wa uinjilisti, kwa sababu ilikuwa ni siku ya uinjilisti. Kwa hiyo hao watu Mungu anawasema nao sana. Pamoja na hayo, wamekuwa na sadaka yao ambayo wanatamani kwamba mchungaji wetu kiongozi anywe hata maji ya darasa la wokovu. Basi kwa heshima naomba baba tukukabidhi hapo msisumbue. Lakini wanaoshika mkono wazee wa kanisa
tendo hili na